ya uimbaji ambao umeweza kuimbwa hapa tunapoingia kipindi hiki cha familia, na naamini jinsi ambavyo tumekaa hapa sisi wote ni familia. Na tunapozungumzia kipindi cha familia, ni kwa hakika naomba tuweze kuweka akili hapa ili kwamba tuweze kufundishana, kwa sababu tunafundishana. Na tunapofundishana itakuwa inampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukiwa katika nyumbani pale, naomba kwamba uweze kutega sikio lako, usikuje ukasema kwamba familia yako imekamilika, kwa maana chini ya jua hakuna ndoa ambayo imekamilika, ikiwemo ndoa ya mwenye anazungumza haijakamilika, iko na matatizo yake. Kwa hivyo tangu dhambi ilipoingia katika ulimwengu, ikawa kwamba kukawa na changamoto kwa kila familia, kwa kila ndoa, lakini kila familia iko na changamoto za aina yake. Kila familia ama kila ndoa iko na changamoto za aina yake, na nataka nizungumzie ndoa ama familia ama juu ya ndoa ambayo ni ya mke na mume. Kwa nini niseme hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ulimwengu umeharibika. Kuna watu ambao wanaoana waume kwa waume, na mimi sizungumzie hiyo. Nataka zungumzie ndoa ambayo inaitwa katika kimombo heterosexual. It is for male and female. Ndoa ya mke na mume. Najua ulimwengu umeharibika sana. Unajua kuna malele mtaani, malele. Watu wa kung'oana wao kwa wenyewe, mume kwa mume. Lakini nataka nizungumze tu ndoa ya mke na mume ili kwamba watu waweze kuelewa. Katika mwanzo, ili kwamba tuweze kuelewa ndoa ilianza wapi. Unajua ndio kama hatujaelewa mambo haya, tuweke msingi. Nani alianzisha ndoa? Unajua siku ya leo ukiangalia watu wanakuambia I'm single, I'm not searching. Akiwa kwa watu anasema yeye ako single and so to know what? Searching. Lakini nyuma ya kamera akiwa kwa nyumba anasema Mungu, Mungu wewe, Mungu nipatie nioshe mtu, atengeneze mtu. Kumaanisha sio mapenzi ya Mungu kwamba mwanadamu ukae bila mke ama bila mume. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume, weka akili hapa. Kama wewe ni mke, weka akili hapa. Kitabu ni cha Mwanzo, na mimi kuna msomaji wa Biblia. Nataka niweke msingi. Mwanzo ni 2:18. Tuelewe nani alianzisha ndoa. Mwanzo 2:18. Tutaenda kwa upesi kwa sababu ya masaa ndio tunakimbishana hayo. Bwana Mungu akasema. Sikiliza, huyu si Adamu anasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake. Sio vyema huyu mtu ni nani? Adamu awe peke yake. Kwa hivyo kama wewe ni mwanaume, usije ukadhani kwamba umekamilika unapojipikia. Najua kuna watu wa kujipikia, anaweka kachumbari anaangalia bado, anaweka kandania anasema bado. Yaani anapoona maisha anakaa peke yake anaona hapo sawa au sawa. Mungu aliona kwamba sio vyema huyu jamaa akae peke yake. Kwa hivyo jamaa alikuwa peke yake na hakuelewa kwamba ako peke yake. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu, anaona kwamba huyu mwanaume ambaye ni Adam sio vyema awe peke yake, akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu anasema kwamba nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Jambo la kwanza, mke si mfanyikazi. Nataka nipeleke kwa store kwamba mwanamke si mfanyikazi kwa nyumba, ni msaidizi anayefanana naye. Jambo la pili ambalo linaipuka pale ni kwamba mke enye umeoa, nataka unisikilize. Kama mwanaume umeoa, huyu mwanamke mwenye mko na yeye anakufaa. Halo, unanipata kweli? Hakuna mke ambaye uliomuoa kwa kustukia. Huyu mke anakufaa kwa sababu Mungu ameona sio vyema mwanadamu huyu ambaye ni Adam akae peke yake. Mungu akasema nitamfanyia huyu mwanadamu mtu anayemfaa, ambaye si mfanyikazi bali ni msaidizi. Tuende chini Biblia inasema namna gani? 19. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai jina alilokiita. Adamu likawa ndilo jina lake. Nataka msikilize. Mbona jina msaidizi nakuja ndani? Msaidizi nakuja ndani hivi kwamba huyu
ako peke yake. Mungu amempatia kazi ya kufanya, lakini mtu anayemsaidia hayuko. Ndio maana ukiona mwanaume akikaa kwa nyumba, hata chumvi weka hapo kwa kabati hapo juu, anaweza kosa kuiona. Ni kwake. Kwa sababu Mungu akaona kwamba huyu Adam anahitaji msaidizi. Kwamba anapofanya kazi ya kuvitaja vyote vyenye Mungu aliweza kuviumba, sasa Adam ako peke yake, lakini bado akugundua ako peke yake. Hivi nasema namna gani? Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Akafanya nini? Akatua ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Nataka usikilize. Mungu amefanya Adam katika usingizi, amelala. Akatoa ubavu moja katika ubavu wake. Kwa sababu Adamu anapokuwa usingizi, kuna science ambayo inafanyika, because God is the greatest of all scientists. Kwamba yeye ni mkuu wa masayansi, kwa sababu yeye ndiye mwenye science. Anatoa bavu katika Adam afanye nini, msomaji? Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Mwanamke ambaye umemuoa, kwamba mwanamke ametoka katika ubavu wa mwanamume. Najua kuna jamaa, nilipokuwa kwa radio pale, kuna jamaa niliuliza swali. Ni lazima mtu atoe mahali? Ni lazima utoe. Akaniuliza, Adamu alitoa kwa sababu he paid the price to have Eve. Aliweza kugharamika kwamba ubavu wake katika mwanzo, Mungu anatoa ubavu wa Adam ili kwamba aweze kumfanya mtu ambaye anayemfaa Adamu. Na mtu huyu alikuwa ni msomaji. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Kwambia pale. Nataka mjiulize swali. Mbona siku hizi ulimwengu umeharibika? Mwanamke baada ya kungoja atongozwe, anatongoza. Leo siku hizi vijana wa siku hizi anatongoza. Hapa Adam amelala katika usingizi, lakini Eve alikuwa already ameamka na Adam amelala. Anapoamka, Adam alipoamka akamgeukia Eve. Eve hakuwa amezungumza. Akaanza kumwambia Eve, sasa wewe ni mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Nataka usikomee pale, kwa sababu Mungu alikuwa amesema kwamba Adam ataenda kufanya kazi ya kuweza kuvitaja vyote alivyoviumba. Bado yeye ndiye aliita mwanamke kwamba huyu atakuwa ni mwanamke, sio Mungu. Kwa sababu Mungu yeye alimfanyia msaidizi. Na kwa sababu ilikuwa ni majukumu ya Adamu kuweza kuvitaja vyote vyenye ameweza kuviumba, Mungu akampatia Adamu mamlaka. Ndio maana mwanamke anapokuja anamuita mwanamke. Sasa kuna swali bado nauliza. Mbona siku hizi hii mifupa katika mifupa yangu imekuwa takataka? Yaani watu wanapotoana kwa barabara, mwanaume akiona mwanamke kwa barabara katika ujana, unaanza kumuita babe, unamuita doe, unamuita sweetie, unakula katipo, but all of a sudden mnapoingia kwa nyumba, mwezi moja, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unasikia wewe ni kumbavu, wewe ni nyang'au. Haya mambo yanatoka wapi? Kwa sababu Adamu anapokuwa katika usingizi, enzi zile yeye alijua bebi yake ni kumuita katika mifupa yangu. Nini ambayo imefanyika? Kwamba katika nyumba yetu, hata tunapokuwa hapa, unaonekana kuna watu walipigana usiku ama wakagombana na matusi kakuja kalikali. Nini ambayo imefanyika? Adamu anasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Unajua, unapomwona mwanamke macho yako, huyo ni wewe unajigonga. Kwa sababu mwanamke ametoka katika Adamu, ni mwili mmoja. Biblia inasema chini kisema namna gani? 24. Nasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Hapo ndio kuna shida, msomaji. Kwa hivyo mwanamume atamwacha wazazi wake, baba yake na mama yake. Na kuna vijana siku hizi wanasikiliza ile fungo vibaya. Biblia inasema kwamba waone kwenu, waende kuolewa.
kuna vijana wa kiume wanaolewa, unaenda kulala kwa mwanamke, toka hapo. Toka katika usingizi. Hapo unalala ni mochari, unajua unalala katika mochari wewe. Biblia inasema kwamba mwanaume atawacha wazazi wake. Mke na mume namna gani? Kimawazo, not physical. Inamaanisha kwamba mwanaume anapokuwa mtu mzima wa kuoa na akioa, yeye anaachana wazazi wake. Ndio maana katika harusi wazazi wanamsindikiza msichana na kijana anasindikishwa, wanawaachilia, wanakuwa kitu kimoja. Wazazi wanatoka kando. Siku ya leo kuna vijana, mtu ameoa lakini bado hajaoa katika mawazo. Ameoa lakini hajaoa. Kila kitu anaenda kuuliza mama yake anasema namna gani. Anakuja na kuambia mama amevaa nini? Mama amevaa nini? Amesema. Hata kuzaa watoto, mtoto akipitia kidogo anasema unajua mama alisema msichana amekuwa nini? Mkubwa. Kuna vijana wa mama, nataka usikilize. Katika family hakuna mambo na vijana wa mama. Wakati ulipooa, ndio maana watu wengi hawako katika ndoa kwa sababu kijana anasikiliza mama yake sana hata kuliko mke wake. Sikiliza, toka hapo. Msikilize mke wako kwa sababu tangu mlipopatana na yeye mkakuwa kitu kimoja. Ndio maana Biblia inasema kwamba atawacha wazazi wake, baba yake na mama yake, waambatane na mke wake. Swali ni je, kati ya mama na baba na mke wako nani anakuja namba moja? Mke anakuja namba 1, sio mama yako. Siku ya leo mimi nikifa siku ya leo, mwili wangu uharibike, iwe uweze tambulika, mtu wa kwanza kuitwa akuje kuniangalia kama ni Simon ni nani? Kwa nini? Yeye anajua siri zangu. Anajua siri zangu. Ananielewa. Unipata vizuri watu wazima. Kwa hivyo Biblia inaposema hivyo ni kuonyesha kwamba mwanaume uliooa, mawazo yako wewe umetoka katika wazazi wako kabisa, ili kwamba hakuna jambo ambalo utahitaji kwa wazazi wako. Kama ni ushauri, mnapatia ushauri mkiwa nyinyi wote, wewe na mke wako. Nilipokuwa pale kwa mtandao, kuna kesi niliona pale. Najua wazazi tunawapenda. Na wazazi, kama wewe msichana wako ameolewa ama kijana wako ameoa, ukitaka kuheshimu, heshimu ndoa ya kijana wako ama ndoa ya msichana wako, ili kwamba mama aweze kuwa sawa. Sasa katika kitabu cha Mhubiri 4:9, Mhubiri ni 4:9 mpaka 12, tuweze kuelewa Biblia inasema nini. Nataka kuzungumzia kwa sababu tunakaa ulimwengu, watu wanaona kwamba ndoa ni mwanadamu alianzisha. Ndio maana mtu anaweza amua aseme mimi sioi. Kama hutaki kuoa, unapotembea kwa barabara usianze kuvunja shingo ukipita kama wewe ni mwanaume. Najua ukikaa hapa kidogo hapa, hata mkikaa hapa, mtu anaweza pita hapa akiona negative side imepita anavunja shingo. Hello? Usivunje shingo. Ndio maana Mungu akasema kwamba lazima kwamba mtu aweze kuwa complete. Biblia inasema namna gani? Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Sikiliza. Biblia inasema kwamba afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. 10. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumwinua. Ndio fungu la maanisha hivi. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa sababu mmoja akianguka, yule mwingine atamwinua. Inamaanisha aje? Uendekao wewe unapokuwa mmoja uonjeke, hakuna mtu anaweza kufuatia usaidizi. Lakini mnapokuwa watu wawili, ndio maana tunaambiana katika ndoa ni kuvumilia. Mmoja anaweza kuonjeka, mmoja anaweza kuwa na matatizo, ili kwamba mwingine aweze kumsaidia. Ukiwa peke yako hautapata wa kukusaidia, kwa sababu inasema ole wake aliye peke yake. Ndio maana kama wewe ni jamaa uko peke yako, miaka imesonga, unatakaangia vitunguu, unaweza kandania, umefika 45, 46, hauna mtu, kuna matatizo hapo. Najua kuna sehemu nilienda, nilipoangalia katika mila yao, nikagundua kwamba wao wanachukia mtu kama hajaoa ni mwanaume. Kama mwanaume hajaoa na amefika miaka na amepita, hiyo jamii inachukia kitu hicho. Biblia inasema kwamba ni heri ukuwe wawili kuliko mtu mmoja. Fungu la 11 nasema namna gani? Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata
watapata moto. Mbona naomba kusoma hiyo fungu? Si wewe unaandika fungu, soma fungu. Nasema kwamba watu wawili wakilala pamoja wanapata baridi. Watapata moto. Wajua kuna watu wakilala, mtu kama ni mwanaume analala hivi alafu anaandika 4 huyu kama panga. Unanielewa kweli? Yaani jamaa amelala anaandika 4. Mtu mzima, Biblia inasema kwamba ikifika miaka oa. Jambo la pili, unapooa kumbuka uwezi ukamwacha Mungu. Familia inajengwa na misingi mitatu. Msingi wa kwanza ni Mungu. Huwezi anzisha familia pasipokuwa na uwepo wa Mungu. Msingi wa pili ni mke na mume. Hiyo ni tatu. Kwa hivyo mwanamume ukiwa peke yako huwezi sema wewe ni familia. Mwanamke ukiwa peke yako huwezi sema uko sawa. Mnahitaji kwamba ikuwe misingi tatu ili kwamba uweze kuwa imefikia. Tunapoangalia katika maisha tunapaa siku ya leo, ukiangalia vile ambavyo tunaishi, mambo yanabadilika, lakini neno lake Mwenyezi Mungu halijabadilika, bado ni lile. Sasa katika Biblia tuweze kuchunguza ndoa ni nini. Malaki 2:14. Tuelewe ndoa ni nini. Unajua unataka kuelewa ndoa, unasikia mtu anakuambia nataka tuweze kuandika contract. Ukienda Amerika, mimi nakuona katika mtandao, na huko katika mtandao, ukienda Amerika watu wako na pesa lakini ndoa inawashinda kusimama. Watu wa Amerika wako na pesa lakini ndoa kusimama inakataa. Lakini wewe unayeuza kitunguu na nyanya katika maeneo ya Konjenga hapa pipeline, mnapendana na mzee wako, hata kunapokuwa na matatizo bado mnasuluhisha. Unajua pale Amerika mwanamke anacheka mwanamume maslahi. Kwanza hapa tunasema unakula maslahi ama unataka mtumishi. Na ukicheza unakula maslahi na anagusa ukuta na askari wanakukujia. Ndio maana research imefanyika kwamba Amerika percentage mingi ya ndoa hazikai. Hata watu wakitoka hapa familia waenda Amerika kwa sababu kuna a lot of freedom, kwamba ndoa haidumu, wanaachana. Biblia inasema namna gani? 2:14 Baraki. Lakini ninyi mwasema. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako. Sikiliza. Yaani mke wa ujana wako, hebu piga hesabu. Ulipooa mke wako alikuwa anaonekana aje? Mke wako alikuwa anaonekana aje ulipooa? Unajua ukiambiwa hiyo wakati tupatane saa 4, unafika saa 3:30, sio kweli? Ili uweze kupata chombo ambao unatafuta, kwa sababu ulikuwa na kutazamia, ulikuwa na makusudi kwamba Mungu alikusudia mke wa ujana wako. Kwa sababu gani? Tuendelee. Uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Mke wa agano lako kumaanisha marriage is a covenant. Isikiliza, marriage is an everlasting covenant. An everlasting covenant kumaanisha kwamba ni agano la kudumu. Ndio maana nchi ya Amerika watu wote wasome waende wapi? Wakoe pesa namna gani? As far as unatoka na mpango wake Mwenyezi Mungu, ndio iwesimama. Hata uruke juu, uende left, uende right. Amerika sheria yao inasema kwamba mwanamke haruhusiwi. Ndio maana ukienda Amerika utapata wanaume wengi ndio wanauza vyombo Amerika. Wanauza vyombo. Vyombo. Anakaliwa. Hiyo ni kukaliwa sasa. Kwa sababu sheria imruhusu. Yeye akiwa Amerika mwanamke hata akimpigia kelele anapiga kwa ukuta. Lakini Biblia inasema kwamba marriage is a union of two people, male and female, na kwamba mbingu iliweza kutazamia ikashuhudia kwamba ni la milele. Kwa hivyo kwa nyumba nitakuacha, nitaenda, nitaenda, hiyo ni ujinga. Halo. Bwana asifiwe. Tuko hapa kweli? Alikuwa anamwambia mke, ile siku utaenda, anaenda wapi? Anaenda wapi? Biblia inasema kwamba marriage is a union between two people and it is a blessing. Ni milele. Ndoa si contract. American contract. Hata wasungu wakiona wanasandika tunakaa miaka 5 tuzaa mtoto mmoja tufanye nini? Tuachane. Haya ni mapenzi ya mwanadamu lakini si mapenzi ya Mungu. Ndio maana ndoa nyingi ziko na toshana. Hata siku ya leo mtu anaingia kwa ndoa anasema nataka kupatisha. Nione kama itakaa. Nataka kujaribu. Ndoa si ya kujaribu. Ndoa ni ya kuamua kuingia kwa ndoa. Tukielewa mbona tunaingia kwa ndoa, tunaweza kuelewa mbona tukae katika ndoa.
Kwa hivyo katika Biblia kuna mambo ambayo yanafanya watu wanaharibu ndoa kwa makusudi yao. Methali 14 fungu la kwanza. Biblia nzuri sana kwa wanawake. Nataka wanawake msikilize hiyo. Methali ni 14 fungu la kwanza. Amini ni pale. Nataka kuwa mfupi kwa sababu kuna vipindi vingine vinafuata. Methali 14 fungu la kwanza. Biblia inasema, kila mwanamke aliye na hekima, kila mwanamke, nisikize nikwambie wanawake. Biblia inasema hivi, wanawake ni nyinyi mmevaa skati. Kila mwanamke mwenye yako na hekima, ujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu, uibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Sikiliza. Kwa hivyo ukiona mwanamke anabomoa kwake, ukiona mwanamke anaingia msalaba kwa balcony, anakuambia kile mzee wako anakuwa mkali kwa nyumba yake. Unajua kuna watu wanakuwa na KTN nyingi. Wanawake nyingi wanasumbua nyinyi na KTN. Mko na system, mko na K24 kwa balcony. Unakuja hapo kwa balcony, unasengenya msemaji wa kusengenya mzee wako sio hatari mzee. Maji mke wako anakusengenya kwa balcony. Anakusengenya. Yaani unaambia watu siri ya kwako. Mwanamke mpumbavu. Mwanamke mpumbavu uifunja nyumba yake na mikono mitatu, ndio? Miwili. Kumaanisha ndio kwangu kuna matatizo. Kama ya kwako usuluhisha ya kwako. Nami nikale ya kwangu niweze kusuluhisha matatizo ya kwangu. Yule ambaye unayemwambia ako na matatizo mazito kuliko yako, ako na shida kubwa kuliko yako, wewe kwako unga ni moja, lakini kwako yule mwingine unayemwambia labda hana hiyo unga. Unajua kupomoa nyumba ni kutoa siri. Tungeelewa ufunguo wa kwanza wa ndoa ni private. Marriage is private, in between you na mke wako peke yake. Hata sio kwa baba yako, wewe na mke wako, hiyo ni private, si kwa watu. Kwa hivyo mwanamke ambaye aliye na hekima, fungia maneno. Wacha kutoa maneno yote hapa nje. Unayemweleza hapo na shida zake pia. Kila ndoa iko na matatizo ya kwake. Ya kwako yapo na ya kwako yapo. Shughulika ya kwako, kwa sababu ile kitu itategemea ni vile ambavyo tunatatua matatizo katika familia zetu. Kwa hiyo Biblia inatuonya, inasema kwamba mwanamke mpumbavu uivunja nyumba kwa mikono yake mwenyewe. Sasa nataka niulize swali. Wewe ni mwanamke na mwanamume. Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 8, tuangalie pale. Hapo malizia. Wakorintho 13 fungu la 8. Kwa haraka sana nimalize kipindi. Wakorintho 13 fungu la 8 ya kwanza, upendo haupungui neno wakati wowote. Naomba usome chini mpaka nasema kwamba nilipokuwa kama mtoto nilifikiria kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima nikaanza kufikiria kama mtu mzima. Nasema tafadhali. Chini, soma hapo chini. 13:11, soma verse 11. Nilipokuwa mtoto mchanga. Sikiliza. Nilipokuwa mtoto mchanga. Nalisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifahamu kama mtoto mchanga. Nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, niliyabadilisha mambo ya kitoto. Bali Paulo anasema hivi, alipokuwa mtoto mdogo alifikiria kama mtoto mdogo, lakini alipokuwa mtu mzima akaanza kufikiria vitu vya mtu mzima. Unajua kuna zamani nichekesha akaniambia, mke wangu ananuka kama makwapa. Huyu mwanaume ameoa kweli, anakuambia mke wangu ananuka makwapa. Ama mtumishi mimi anafikiria vibaya. Mimi naota mke wangu tunataka kuachana na yeye akiwa ananuka makwapa. Si ambaye perfume ama unadai. Si anunue perfume. Unajua kuna mambo mengine za kijinga. Mke wako anapokuwa na makwapa, unajua ingia kwa supermarket nunua marashi. Hata kwa Biblia hakuna fungu hata moja nakataa kujipaka marashi, hakuna hata moja. Hakuna. Inasema kwamba Paulo anasema kwamba wewe ambaye ni mwanaume fikiria kama mtu mzima, kwa maana ulipooa akili yako imeelekea kwamba umeweza kugrow, uanze kufikiria kama mtu mzima. Kuna mtu ameoa lakini mawazo yake ni ya kiutoto.
ana reason kama mtoto, kwa sababu atakomaa kiakili. Na miaka, yani Kiingereza sio Kiingereza nasema katika Kiswahili. Kiingereza nasema kwamba age cannot correlate maturity. Kwa maana unaweza kuwa na miaka mingi lakini haiwezi kuonyesha kwamba umekuwa mkomavu. Si hivyo unasema vizuri? Wanakuwa. Nashukuru. Mmetoka kwenye chakani wakuja. Waendelea kukuja wanakuwa mkuja. Anyway, mahubiri haya mtatafuta pale katika YouTube, na kwamba YouTube mtafuta tu Simon Nyundo, mtapeleka pale YouTube na msubscribe by the way, mpate followers. Fungu la mwisho wanakuwa wanapokuja. Yeremia 29 fungu la 5 na 6. Kuna mwanaume anaoa hauna nyumba. Sikiliza. Nataka umsikilize. Hizi korona tunakaa hapa ni kwa wenyewe. Wewe hapa ni kwa wenyewe. Nataka umsikilize. Usiende kupiga hesabu ya kwao kama wewe ni kijana. Enda ujenge hata nyumba ya makaratasi nyumbani. Makaratasi, bora ufunge useme hapa ni kwako. Mnanipata kweli? Hapa ni kwa wenyewe. Mvua ikianza kunyesha, mwenyewe anazamua ajenge hii, aweke hii kwa shule. Ama tumoe. Aseme kile mtu aende nyumbani. Utaenda wapi? Yeremia 29 fungu la 5 na fungu la 6. Inasema na nani? Wanakuwa wanapokuja. Inasema na nani? Fungu la 5, jengeni nyumba. Sikiliza, wana Israeli walipoenda utumwani, Mungu akawaambia jengeni nyumba. Mkakae ndani yake. Kapandeni bustani. Sikiliza, kapandeni bustani. Mkale matunda yake. Nataka nieleze hapo. Jengeni nyumba. Mwanaume hawezi kupiga hesabu, unapigia jikoni ya mama yako, kuoa kwa mama yako kama uko na akili. Unaoa mwanamke hauna kanyumba, uko sawa kweli? Fikiria kama mtu mzima bwana. Sikiliza, jengeni nyumba kwa sababu ndoa ni inahitaji privacy. Ukioa kwa sababu ya jikoni ya mama yako ama nyumba ya ndugu yako, utapata uhuru. Utatoa msichana wa mwenyewe hapa Nairobi, ni wasichana watao na tendana wanakuwa na maneno kidogo kidogo, unampeleka nyumbani. Jikoni kuna moshi. Jikoni ndio kuku inalala ama namna gani? Kuku saa 9 inapiga mapawa kutoka chini ya beda papa inastua mgeni. Kama usikilize. Kuku kwa saa 9 toa lazima uwike. Na inaanza na mapawa papa inastua mpeni tao anasuliwa. Na anaweza kukuelewa vibaya. Jambo la pili, baba yako mama yako anaweza kuja na kuambia amuka nitolee jembe tunaenda kulima. Na ni saa 11 asubuhi. Ni kwa watoto wako wasiongea. Ama amuka nipikie baba yako chai. Jenga nyumba. Jambo la pili, panda bustani. Inamaanisha aje? Kuwa na chakula ambacho mke wako atakula. Mwanaume lazima utoke jasho, upende usipende. Jasho utatoka. Lazima utoke jasho mke akule. Ndio maana hata ukikuwa hospitali, upende usipende, atakuja kuangalie, akwambie baba na nini amuka aje, ulisikia aje, ataenda mtendei, atakwambia caretaker alikuwa anataka kufunga nyumba na yuko hospitali. Atakwambia hiyo. Ama atakwambia nyumba imeisha. Kwa sababu Mungu alisema akaambia Adamu, utatoka jasho kutoka kwa mchana. Kwa hivyo kwa sababu ya masaa nataka kutii, wanakuwa mmeitwa. Mungu atubarikie ili kwamba tutakuwa tunakuja sehemu hii tutapita kulingana na mpangilio wa kanisa, tutakuwa tunafuata mafundisho haya. Mungu awabariki sana. Yesu niweze kuomba wanakuwa wanapokuja. Tunaomba mtakatifu na Mungu wetu. Tunajinua jina lako masaa haya. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho tumepita. Kwa inapoingia na mtumishi wako Pastor Kimaru anapoingia kwa kipindi kingine, naomba kwamba uweze kumchaza na Roho wako Mtakatifu. Yale yote atakayo neno yaweze kutoka kwako na jina lako liweze kuinuliwa mahali hapa, na sifa na shukrani zitakurudia wewe. Tuongoze kuanzia sasa mpaka mwisho, na neno letu Yesu Kristo aliye haki na mkombozi wetu. Amen.